Sawa, leo tumekuwa na kikao kizuri, kikao kazi kilichoratibiwa na wenzetu wa mfuko wa bima ya afya mkoa huu wa Kinondoni. Na kikao hicho kimewahusisha wenyeviti wa mitaa yote 106 pamoja na watendaji wote wa mitaa katika wilaya hii ya Kinondoni. Na lengo kuu kabisa la kikao kazi hiki ni kuwapitisha wenyeviti wetu wa mitaa na watendaji pamoja na maafisa ustawi juu ya sheria ya afya pamoja na kanuni zake inayozungumzia bima ya afya kwa wote. Tunafahamu sheria imeshapita na kanuni zimeshatolewa. Sasa ikiwa maandalizi ya kutanua sasa na kupeleka kwa wananchi mpango huu wa bima ya afya kwa wote, ndio wenzetu wa bima ya afya mkoa wa Kinondoni wakasema waje hapa wapitishe wenyeviti hawa pamoja na viongozi mbalimbali kwenye ngazi za kata katika wilaya hii ya Kinondoni ili waweze kujenga uelewa. Na kwa kweli jukumu ambalo kubwa walilokuwa wamepewa wenyeviti ili waweze kulifanya, ikiwa ni pamoja na kushiriki kwenye utambuzi wa kaya zote ambazo zitafaidika na mpango huu wa bima ya afya kwa wote. Na nimeona wenyeviti wameelewa vizuri na wamekubaliana na mpango huu. Na nitumie nafasi hii, tumesikiliza wenyewe mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwamba atakapopata ridhaa ya kuingia madarakani kwa mwaka 2025 baada ya uchaguzi wa tarehe 29, basi bima ya afya itaenda kwa watu wote. Jinsi ambavyo wametupitisha hapa wenzetu wa bima ya afya, tunaona sisi kama wilaya ya Kinondoni ni mpango mzuri sana. Kwa hivyo wenyeviti wetu hapa wamejengewa uelewa mzuri juu ya bima ya afya kwa wote, na kwamba wako tayari sasa kuelimisha wananchi juu ya umuhimu na haja ya wananchi wote kujiunga na bima ya afya kwa wote. Kwa nitumia nafasi hii pia kuwaambia wana Kinondoni wenzangu wakae tayari, maafisa wa bima ya afya mkoa huu wa Kinondoni na viunga vyake pamoja na wenyeviti wetu hao watakapokuja kwenye maeneo yao wawapokee na wawe tayari kusikiliza, kuhoji na kuuliza, lakini kubwa zaidi wawe tayari kujiunga na bima ya afya kwa wote. Ni mpango mzuri sana kwa ajili ya bima zetu sisi wote, kwa ajili ya afya zetu. Na kama ambavyo tunafahamu, afya ndio mtaji, afya ni kila kitu. Kwa majina naitwa Dr. Rafael Francis Malaba, ni meneja wa NHIF mkoa wa Kinondoni ambaye nasimamia manispaa ya Kinondoni na Ubungo. Leo tumekuwa na mafunzo au kikao kazi na watendaji ambao ni wenyeviti wa serikali za mitaa, lakini pia na maafisa ustawi wa jamii kwa mkoa kwa manispaa ya Kinondoni. Na dhamira kubwa ya kikao hiki ilikuwa ni kuwapitisha katika mikakati ya kuelekea utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Kama ambavyo tumesikia sote kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia ambaye yeye ndo anagombea tena katika nafasi ya uraisi Chama cha Mapinduzi, ametoa ahadi ya kwamba ndani ya siku 100 anakwenda kuanza kutekeleza mpango wa bima ya afya kwa wote. Serikali tayari imeshapitisha sheria ya bima ya afya kwa wote na kanuni zimeshasainiwa. Na sisi kama watendaji tumekaa na hii timu kwa ajili ya kupitishana kwenye maeneo ya kuona namna gani ya kuweza kushirikiana kwa pamoja. Hawa watendaji wa serikali za mitaa ndio ambao wanakaa na wananchi. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo tunalazimika sasa kuhakikisha kwamba tunakuwa na utoaji wa elimu. Elimu inakwenda kwa wananchi na lazima tuende kwa watendaji tuweze kumfikia mwananchi mmoja mmoja. Lakini pia tumewashirikisha namna ya kuwatambua kaya maskini. Kama serikali imetenga fedha kwa ajili ya kugharamia matibabu kwa kaya maskini, na wanakwenda kutambulika kupitia taasisi ya TASAF na ofisi ya Rais TAMISEMI. Kwa hiyo hawa kama watendaji wana jukumu la kusaidia kwa ajili ya uhakiki, kwa ajili ya kuwatambua wale wananchi ambao watastahili kuweza kupata huduma za matibabu. Hali ya upatikanaji wa huduma mpaka sasa ni nzuri sana, kwa sababu kumekuwa na mwitikio mkubwa sana kwa wananchi kuweza kujiunga na bima ya afya, na kama tunavyojua gharama za matibabu ni kubwa na zimeendelea kuongezeka. Lakini serikali imefanya uwekezaji mkubwa sana, imejenga mahospitali, imejenga miundombinu, wataalamu wamesomeshwa. Kwa leo changamoto ya upatikanaji wa dawa imeisha vituoni. Sasa kilichobakia ni changamoto ya mwananchi kuweza kupata huduma za matibabu. Na ili kuhakikishia wananchi hawa ambao leo wanaviona vituo, wanaona mashine za CT scan za MRI,
lakini hawawezi kupata zile huduma, ni kuhakikishia kuwa na bima. Ndio maana serikali inakuja na mpango wa bima ya afya ili huyu Mtanzania awe na uhakika wa matibabu. Kama ambavyo tumekuwa tukiona, watumishi wa umma leo wanatembea kifua mbele. Kwa sababu gani? Kwa sababu wana kadi za bima. Serikali inatamani sasa kila Mtanzania awe na uhakika wa matibabu. Na yule ambaye hana uwezo, ambao ni kaya maskini, serikali bado imetenga fedha katika bajeti ya mwaka wa fedha huu ili kuhakikisha kwamba nao pia wanatambulika kupitia TASAF na wanaweza kupatiwa bima zao. Mimi naitwa Huseni Idrisa Luguru. Kwanza namshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, lakini pia nawashukuru sana watu wa bima ya afya, lakini kwa shukrani za pekee namshukuru sana Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutufanikishia swala zima la bima ya afya. Lakini mafunzo haya tumeyapata, tumeelewa sana, na tunapotoka hapa mimi kama mwenyekiti na wenye viti wengine pia tunaahidi tunaenda kuyafanyia kazi ili mitaa yetu kuwe salama. Bila bima ya afya hakuna salama. Shiriki na bima ya afya, shiriki na NHIF, bima ya uhakika, bima halali, bima ya uhakika, bima yenye mafanikio. Nini hasa ambacho leo mmekipata? Tumejifunza juu ya kila mwananchi kuwa na bima ya afya ili kurahisisha maisha hususan kwenye sekta ya afya. Kwa majina yangu naitwa Daima Ali Isa, ni mwenyekiti serikali ya mtaa wa Makangira, kata ya Msasani. Ama kwa hakika siku ya leo ni siku adhimu na ni siku ambayo tulikuwa tunaisubiri kwa hamu kwa sababu moja kubwa ya msingi. Tumeona mgombea wetu kupitia Chama cha Mapinduzi, mama yetu, jemedali wetu, mwanamke mpambanaji, Daktari Samia Suluhu Hassan, akiwa akizungumza nchi nzima jinsi gani ya kuweza kujipatia bima ya afya. Sisi kama wenye viti wa serikali ya mtaa tumelipokea na tunamuahidi hatutomwangusha. Tunaingia saiti kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata bima ya afya. Mama Samia mitano.